amekiita authority ama mamlaka kwa lugha yetu. Sasa mamlaka kwenye nini? Nilipokuwa nikaangalia katika vina vya yale aliyoyaandika, anazungumzia mamlaka yaliyomo katika machapisho mbalimbali, maandishi mbalimbali ya watu ambao wamefanya tafiti, watu ambao ni wanataaluma, watu wenye ujuzi wao, huenda walisomea na wana uzoefu. Kwa hivyo wakaandika, wakaweka maandishi yanayoeleza ya kwamba hiki maana yake ni hii, hiki kiko namna hii. Kwa hivyo watu kumbe wanapoenda katika machapisho au maandiko mbalimbali, wanaweza kupata ujuzi wa mambo fulani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapa napo nikapata jambo ya kwamba kumbe nikihitaji nipate maarifa, nipate ujuzi, nipate ukweli wa mambo, ninapaswa nikubali kwenda katika maandiko. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa je, kila andiko linaweza likanipatia majibu ninayohitaji? Inategemea uwezo na upana wa fikira au ujuzi wa huyo aliyeandika. Kama nitamfahamu yule ambaye amefanya mambo haya makubwa, mambo makubwa anayeweza kujibu maswali yangu, na nikapata majibu ya kwamba chanzo hiki ndicho kinachoeleza haya, maana yake ni kwamba nikienda katika chanzo hicho nitapata majibu mengi ambayo wengine kwa sababu ya mipaka ya kufikiri na ujuzi wao katika eneo fulani tu siwezi kupata. Na hapo napo nikapata jambo ambalo ni la muhimu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukienda hospitalini, hakuna daktari ambaye anaweza kutibu kila ugonjwa. Wapo wale ambao utaambiwa hawa ni madaktari wa jumla, general. Kwa hiyo kama haijajulikana bado una shida gani, unaambiwa nenda kwa huyo. Yeye kazi yake, baada ya maelezo yako na vipimo fulani anayovichukua, anaweza kugundua ya kwamba huyu mgonjwa changamoto yake ipo katika eneo fulani. Akishagundua hivyo, anakuambia sasa nenda kwa mtaalamu husika wa eneo hilo. Kama ni ngozi, atakwambia nenda kwa daktari wa ngozi. Macho, atakwambia nenda kwa daktari wa macho. Kama ni wa ini, atakwambia daktari ambaye amespecialize katika eneo hilo. Hautapata mtu ambaye anaweza kukupatia chote unachohitaji, akakutibu magonjwa yote, akakupatia majibu yote ya maswali ulio nayo. Kwa hivyo nikagundua ya kwamba katika maandiko pia ninapaswa niwe makini. Lazima niangalie ni nani ambaye nikisoma kitabu chake ninaweza nikapata mengi ya vile ambavyo nitahitaji. Jambo lingine au chanzo kingine ni mantiki, reasoning kwa Kiingereza. Na hapa mtunzi anasema ya kwamba inategemea udadisi, uwezo wa mtu wa kudadisi, critical thinking. Unafikiri kwa kina na unadadisi mambo. Halafu baada ya kudadisi, sasa uweze kufanya tathmini katika hoja ambazo umeziainisha. Hiyo inaweza kukusaidia ukafahamu sababu, visababishi na madhara yake, cause and effect. Lakini hii njia wanaitumia sana wale ambao ni wanasayansi. Sasa mimi huenda si mwanasayansi, lakini yako mambo nayohitaji niweze kuyafahamu yatakayonisaidia katika maisha yangu. Je, njia hii pekee yatosha kunipatia majibu yangu? Bado itaniacha hewani, kwa sababu itanipeleka kwenye hoja ambapo bado nitawauliza watu ambao wana mipaka katika kufikiria. Nyingine ya tano ni sirika, intuition. Unatazama asili ya kitu, kwamba hivi huu mti huu asili yake ni nini? Na utazama unakuta
majani yake yanadondoka, na yanaporudi chini hayo majani, nini kinachotokea? Unakuta baada ya muda yameoza. Mti wenyewe baada ya muda fulani tena unaanguka, alafu unaoza. Kumbe huu mti nao ni udongo. Ninapata majibu kwa namna hiyo, lakini bado maswali yanakuja. Kwani huu udongo nao ulitoka wapi? Chanzo chake ni nini? Unakuta ya kwamba chanzo hiki bado hakiwezi kukupatia kile ambacho unakihitaji, lakini inaweza kukupatia angalau mahali pa kukanyaga. Na mwisho anasema njia nyingine ni ufunuo, revelation. Na anasema ufunuo huu ni ujuzi unaotokana na uungu au chanzo kilicho juu ya asili, the source supernatural source, chanzo kilichoko juu ya vyanzo vingine vyote, ya nguvu ya asili. Na hapa kuna jambo ambalo tunalipata kwamba kumbe ili ufahamu mambo yako, mambo ambayo upende usipende unatarajia nguvu fulani iliyoko juu ya nguvu zote ndiyo iweze kukufunulia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tunataka chanzo ambacho kitatueleza ukweli, sio uzushi. Chanzo ambacho kitatupatia vithibitisho na sio mambo ya kudhania tu. Ni chanzo kipi hicho? Tumeshaona ya kwamba katika swala la kuhisi na uzoefu wetu katika hisia haiwezi kutupatia vyote, pamoja na kwamba itatupatia taarifa fulani, lakini taarifa hizo sio kamili. Na hata hivyo wasema uwezo au uzoefu wa kutumia hiyo milango ya fahamu inaweza ikakufanya ukapata taarifa tofauti. Kwa mfano, mtu ambaye ameshakaa pale chooni kwa muda mrefu kidogo, ni kweli pua yake ilikuwa inafanya kazi vizuri mwanzoni, lakini baada ya muda uwezo wake wa kuona uzito wa ile harufu pale unaisha. Yule anayekuja mpya ndiye ambaye anaweza akawa na uzoefu mwingine. Kwa hiyo wawili hao watakuwa wana kweli ambazo zimetofautiana. Wakati mmoja akiona mazingira haya yanafaa tu kukaa, hayana shida, yupo mwingine ataona mazingira haya yana changamoto. Kwa hiyo ipo changamoto. Hakuna chanzo ambacho kinaonekana kimekamilika, lakini kupitia kwa haya ambayo mwandishi huyu alieleza, mimi nimeona chanzo kimoja ambacho kina combine vyote. Jamani, Bwana asifiwe. Chanzo hicho sio kingine, ni Biblia. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Katika Biblia hapo kwanza ninaelezwa habari ya mtu. Huyu mtu alitokea namna gani? Ilikuwaje huyu mtu akaja? Ilikuwaje? Ninapata majibu ya maswali magumu ambayo siwezi kupata majibu kwa wanadamu wengine. Kitabu cha Biblia kinanipatia majibu. Kitabu cha Biblia kinanieleza habari ya mambo ya imani. Huyu bwana amesema imani hapa, lakini ameieleza katika mtazamo ule wa jumla wa kiulimwengu, wa kidunia. Biblia inaeleza habari ya imani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kitabu hiki ni cha pekee na kinatueleza kabisa jinsi ambavyo hiyo imani tunapaswa tuweze kuipata. Biblia ni kitabu kilichoandikwa. Jamani, Bwana asifiwe. Katika vile vyanzo tuliona ya kwamba chanzo kimoja wapo ni kupitia machapisho mbalimbali. Jamani, Bwana asifiwe. Hiki nacho ni kitabu kimechapishwa, kina ujumbe, na ujumbe wake umethibitishwa na maandiko hayo hayo, na wengine wengi wanaojifunza basi wanakuja na kweli wanaposoma wanaona ya kwamba vile vilivyomo ndani ya kitabu hicho vimeweza kuthibitika. Maana Biblia inatueleza habari ya mantiki
namna gani? Inatupatia majibu, inatueleza asili ya vitu, lakini Biblia yenyewe pia ni ufunuo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninatamani nilete kitabu kinachoitwa Biblia mbele yako katika dakika chache zilizobaki, kama ukweli ambao unamfunua mkombozi. Nimetangulia kusema haya ili kukuelewesha jambo moja la muhimu.